Uko poa? Yep, namshukuru Mungu. Swaumu kali kidogo. Zinapanda? Nini hiyo? Swaumu zinapanda? Inapanda. Ni baraka kupata nafasi katika kipindi cha mwezi huu ukawa unatumia muda wako kwa ajili ya ibada. Jambo zuri sana. Bwana, mmechenga tu robo finali dhidi ya Songea United. Mchezo ulikuwa kiwango chao na ushindani wao unauzungumziaje? Kikweli Songea wazuri sana. Nimeona wachezaji, nimesport kama wachezaji watatu, wanajituma, wana discipline. Kongole kwa mwalimu Meja Mingange kwa namna ambavyo timu yake imecheza kwa nidhamu. Nimemwona namba 10 wao. Ni mchezaji mzuri, ana talent. Kuna muda ulikuwa unaweza kuona anacheza zaidi individual, lakini nafikiri pia ni kwa sababu ya unapocheza katika mechi kama hizi, hasa ukiwa mchezaji unatoka timu madaraja ya chini, lazima uoneshe kwamba anajua kitu gani. Kwa hiyo nimemwona namba 10, nimemwona namba 17 left foot yake fantastic. Mwenye doubt na kiwango cha Ikangalombo pengine baada ya mchezo leo na kufunga. Yani mwenye doubt nani sijui. Nasema labda unawatoa hofu watu. Mimi nafikiri Ikanga ataongea na watu mwenyewe uwanjani. Sasa hivi tumepunguza sisi kama force number 9 wifi ya taifa. Yani ukiwa una wasiwasi na kiwango cha Ikangalombo, manake wifi yako sio nzima. Wifi yako sio nzima. Inabidi uiunganishe ili uweze kumuelewa Ikangalombo. One of the best player ambaye tuna kwenye timu yetu, na tunashukuru Mungu everyday anapopata nafasi anaonyesha kitu ambacho mwalimu anataka, na mashabiki nafikiri wameridhika na performance yake. Mwenyekiti ametangulia kule Tabora mapema sana, mapokezi tumeyaona. Lengo ni nini hasa kuelekea mchezo dhidi ya Tabora United? Nafikiri ni maandalizi. Tuna zoezi la usajili wa wanachama ambalo linaendelea kule chini ya Ibrahim Samuel. Anapata vile support ya Ali Kamwe, na mimi ametangulia kwa sababu ya kupata muda zaidi wa kuweza kuwahudumia wananchi wa Tabora wale ambao hawajapata kadi ya wanachama. Hapa mpaka Tabora nafikiri ni kama kilomita 700-800. Ni nadra kupata wasaa wa kwenda kule mara kwa mara kwa sababu ya umbali, na hatujawahi kucheza kule kwa muda mrefu. Kwa hiyo naamini zoezi la usajili wa wanachama ni wakati mwafaka sasa hivi wa kupeleka. Kwa hiyo Ali ametangulia, na nilichofurahishwa nacho ni mashabiki kule Tabora wamejitokeza kwa wingi sana. Kwa wingi, na naamini vile vile watakuwa wengi. Unajua Tabora walitudhalilisha pale Chamazi, lakini ni wakati sasa wa kwenda kurudisha heshima yetu kinguvu. Kwamba kisasi mtalipa liwalo na liwe. Kwamba mko tayari. Kinguvu lazima heshima yetu irudi. Na hii ni moja kati ya mechi ambazo zinakwenda kuongelea msumari kwenye jeneza la kuwazika wale ambao wanaamini kwamba msimu huu labda ulikuwa ndo msimu wao kufufuka. Lakini nafikiri marehemu alipiga tu chafya kwa bahati mbaya. Lakini jeneza lile lazima tukashindilie msumari zaidi. Kuna misumari imebaki kama 11, miongoni mwao ni pamoja na hii ya Tabora. Bila shaka kufungwa kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Tabora United ndiko ambako kunaongeza vita zaidi kwenye mchezo huu. Sisi kila mgonjwa tunamhudumia kulingana na dozi yake na ugonjwa alionao. Kama mwanzo labda mgonjwa alionyesha hali yake ilikuwa mbaya zaidi, tutamuongezea dozi zaidi. Lakini naamini kuna hiyo chachu, yes, kwa maana walitufunga, lakini sisi hatuchezi kwa kisasi. Sisi tunacheza kwa malengo. Mechi hii inahitaji intensity namna gani? Tupo mazingira gani ya hali ya hewa? Mpinzani amekuja kujaje? Kikosi chetu kikoje? Kwa hiyo lazima tunagawa dozi kulingana na mahitaji ya timu na mgonjwa mwenyewe anahitaji dozi ya namna gani. Shukrani. Shukrani na nyie pia. Mtaenda Tabora sasa? Mna uhakika? Kesho tunaanza safari. Mashabiki wa Yanga ambao wataelekea pale Tabora, kesho tunaanza safari na mimi nimo. Nitawajulisha zaidi kama tutaondoka asubuhi au jioni, lakini kesho ndo safari kuelekea pale Tabora. Kwa nategemea waandishi habari vile vile wale ambao mnajiweza tunaweza tukajiunga kuelekea pale. Yapi? Hey. Usinichokonoe. Lazima usinichokonoe. Kwa nini? Mimi usinichokonoe. Fanya basi kama vile. Kwa hiyo